Karibu sana wapenzi watazamaji, ni wapashe yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Ninakuomba usikilivu mwema, ulike video, ninakuomba subscribe na usambaze hizi kanda kuelekea kwa vikundi vingi, ninakuomba. Dr. Fred Matiang'i mwenye atagombea kiti cha urais kupitia kwa chama cha Jubilee chake rais mstaafu Uhuru Kenyatta ameweza kuanika bayana jinsi ambavyo taifa letu pesa zinaibwa na serikali ambayo ipo madarakani. Bwana Matiang'i alikuwa kanisani upande wa Murang'a County, Mount Kenya Region siku ya Jumapili tarehe 1 Februari mwaka 2026, wakiwa wameandamana pamoja na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, Martha Karua na JB Muturi na viongozi wengine. Yale ambayo Matiang'i aliweza kuyazungumza, mpenzi mtazamaji, nimetafakari na nimegundua kwamba hatuna taifa hapa. Hatuna taifa kabisa. Tumekuwa tukielezwa kwamba serikali hii ilipata uongozi kipindi ambapo hapakukuwepo na pesa. Lakini Bwana Matiang'i ameeleza kwamba kipindi kimoja shilingi bilioni 7 zilikuwa ikulu ya Kenya. Hizo pesa zinafanya nini ikulu ya Kenya? Hizo pesa, kwani ikulu pamekuwa ni benki kuu ya Kenya. 7 billion ikulu ya Kenya. Hizo pesa sio eti kwamba hazikukuwa na maana. Zilipelekwa pale ziende kutumika kuhonga wananchi, ziende kutumika kununua vitambulisho vya wananchi, au zilipelekwa pale zipate miguu. Tusemezane ukweli. Hatuwezi tukaendelea hivi bana. Hatuwezi. Yaani Bwana Matiang'i amezungumza mpaka nimeona kwamba hawa viongozi ambao wako madarakani, William Ruto, Kindiki na wengine, wakiongezwa miaka 5, taifa letu la Kenya litakuwa limezikwa kwenye kaburi la sahau. Na iwapo kuna mwenye atakuja kushika hili taifa mwaka 2032, endapo William Ruto hatatoka madarakani 2027, endapo wa Kenya mtanunuliwa muweza kumpigia William Ruto kura 2027, basi taifa letu litakuwa limezama kwenye kaburi la sahau. Hebu nieleze. Bwana Matiang'i anasema kwamba kipindi cha Uhuru Kenyatta, Uhuru alikuwa ameanzisha miradi mingi sana. William Ruto anaingia madarakani, hiyo miradi inakwama. William Ruto ameingia madarakani, amekopa madeni. Pesa zinatembea ikulu 7 billion. Kipindi hapa nje hakuna elimu. Watoto hata ni vigumu kuingia kwenye vyuo vikuu. Watoto hata ni vigumu kujiunga kwenye shule za upili. Uhuru Kenyatta akampea William Ruto serikali ikiwa sawa. Lakini polisi wanafanya kazi pamoja na majambazi. Wanatembea, wanapeana tear gas pamoja, wanamwaga vitoza machozi ndani ya kanisa. Mpaka unajiuliza, hili ni taifa ama tuko Somalia, mahala ambapo pako na Al-Shabaab na serikali? Mnajua mimi nilikuwa waziri wa elimu. Mheshimiwa Rais Kibaki wakati alikuwa rais, even President Clinton said one person angependa kukutana na yeye kwa maisha yake wakati aliulizwa ni Mheshimiwa Kibaki.
sema president ya Kenya ambaye ametoa free education and 1 million kids have walked to school. That is there, it's in record. That's what President Clinton said. That is the person I would like to see who has done wonders in this world. By the time President Kenyatta was coming to office, wale watoto wa Kibaki walikuwa wamefika secondary. Sasa President Kibaki Uhuru akaanza kutusukuma na 100% transition. Tukapita hapa mistuni huku Narok, kwanza tulikuwa tunaenda huko na natembea akiwa county commissioner, watoto wote waende shule. We invested very heavily in infrastructure development. Watoto wanaingia shule. 6 decades after independence, tufike mahali watoto wetu wanashindwa kwenda shule. Sasa ni excuses zinatolewa sijui nini. And you know, lazy people, watu wazembe bure tu, kazi na washinda, kazi yao ni excuse tu. Oh, sijui ni nini ilifanyika, sijui ni CBC nini, excuses. We have enough money in this country. Believe me, as a former Minister of Education, we have enough money to put our children back to school. And tupe serikali, mimi naambia wa Kenya, tupe serikali, tutarudisha free primary education, free day secondary education, watoto wetu watarudi kwa hiyo maneno, tutarudisha. Tupe serikali, tutarudisha Eduafia, ile insurance ya kila mwanafunzi ambaye yuko kwa secondary school. And we will tell you how it's done. You are looting the money. Hii pesa mnaona inalipwa huku, watu wanalipwa kila siku nini? Wakubwa wako hapa, they are my elder brothers who are knowledgeable on these matters. Rigiji has been deputy president. His Excellency Kalonzo Musyoka has been vice president. What do you do with 7 billion in State House in 1 quarter? State House sio shule, kazi inafanywa huko. Sio kazi, sio hospital where people are operated. You don't buy. What do you need that kind of money for? Ni kuiba tu, unaendelea hivi, inchi inaporwa. That is why our children don't have capitation in schools. Hii pesa imeenda huko. Na ninawaomba wananchi na wale viongozi ambao mko hapa, tafadhali ninawaomba tuelimishe wananchi wetu. Safari hii sio ya kuongea hivi. Tukishikana sisi wote pamoja, tunaweza kurudisha nchi yetu kwa barabara. Our focus is to fix the country. We are on a mission to fix this nation. Sababu imeenda hivi namna hii. Let us fix this nation and we can do it. Nimalizie haya. Mimi mzee Kamanda ningemwambia hivi. Unajua tumefika, ni vizuri ndio vile tunaongea. Na nataka kuambia from the bottom of my heart, my brothers and sisters, nchi yetu mahali tuko sasa, lazima sasa tuungane. The needs and the demand of our people is bigger, stronger, and even much more forceful than the ambitions and needs of our individual leaders. Ukienda leo nyumbani ujiulize swali, na ndio mimi nataka kumalizia. Wewe jiulize honestly, wewe mwenyewe ukiwa tu peke yako, hawa wangwana kama wamefikisha nchi yetu hapa kwa miaka 3, hebu jiulize wakipewa miaka 5 utakuwa na nchi inaitwa Kenya? So if you really love your country, and I believe all of us love our country, saa hii sio eti kwamba lazima Kalonzo awe president, o lazima Matiang'i awe president, o lazima Gachagua awe president, ama Martha lazima awe president. Saa hii lazima tusaidie nchi yetu jamani. Tukiendelea kuongea hii maneno, tunafanya mzaha namna hii, sarakasi hivi, na huyu sasa ataanza hiyo sarakasi, unajua hawana akili. Na mimi nikwambie sio viongozi hawa hawana akili. Kenya is suffering because it's under average leadership. Wale watu ambao wanatuongoza ndio shida. Shida sio inchi, shida hiyo akili kwanza tunaambiwa sasa. Wanasemekana ikina Kalonzo hawana akili, Rigiji hawana akili. Sasa wewe mimi nakuuliza, mtu ukiwa na akili, upewe serikali mahali watoto wanaenda shule, kesho watoke shule hawaendi shule, hiyo ndio akili kweli? Uko na akili kubwa sana. Wagonjwa hawana chakula hospitali, madawa hakuna. Wewe ni mtu wa akili sana. Barabara kama hii tulikuwa tunafanya hapa nyoka, hata hii Mama Road hapa Murang'a tulianza na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ikwame. Ni watu wa akili zaidi. Wale wako na akili zaidi. Barabara kama hii Keno Marwa
when we were in government, this plan tulikuwa, I was the chairman of the government projects when we were in government. We were saying hii ni kitu ya kumalizika in 2 years tumemaliza. Sasa wale wako na akili nyingi bado wako na hayo huko. Nina imani kwamba umeweza kusikiliza jinsi ambavyo Bwana Matiang'i alikuwa anazungumza. Ninakuomba kwa moyo mkunjufu, kama unanitazama kwa mara ya kwanza, tafadhali piga subscription, bonyeza kengele. Ukifanya hivyo utakuwa umechangia kwenye ukuaji wa hichi kituo nambari 1. Kiendelee kukupasha taarifa za ukweli. Like video, bonyeza kengele, ama like video, subscribe na bonyeza kengele. Sambaza hizi kanda. Wapenzi watazamaji, wewe mwenyewe umeweza kusikia kwamba shilingi bilioni 7 zinapatikana Ikulu chini ya miaka 3. Kwani Ikulu pamekuwa mahala ambapo pesa zinawekwa? Endapo hatutaweza kuchukua jukumu, basi taifa letu litakuwa limezama. Matiang'i alikuwa anafanya kazi kama waziri wa ulinzi au kipendo usalama wa taifa letu. Kwa hivyo anajua jinsi ambavyo mambo yanaenda. Ameambiwa jinsi ambavyo pesa zinatembea. Na ndio maana anawaambia Wakenya kwamba ingekuwa ni vizuri mweza kupea viongozi wa upinzani kazi. Mwaka 2027 waweza kunyorosha hii kazi. Waweza kunyorosha hili taifa letu. Matiang'i anajaribu kusema nini? Namba moja, anajaribu kuwaeleza Wakenya kwamba mnaambiwa kwamba Bwana Ruto alipata serikali ambayo haina pesa. Mnaambiwa kwamba serikali hii inawatoza wananchi pesa waweze kufanyia maendeleo. Lakini hizo pesa ambazo wanawatoza wananchi zinafanya nini upande wa? Zinafanya nini upande wa Ikulu? Mabilioni ya pesa yanapatikana pale. Hatuna taifa hapa, mpenzi mtazamaji. Na Matiang'i anajaribu kuwaeleza kwamba mnatozwa ushuru na ushuru huo unaenda kutumika vibaya. Mnatozwa pesa eti kwamba zinaenda kujenga taifa. Hizo pesa zinaenda mifukoni mwa viongozi. Namba 2, Matiang'i anajaribu kuwaeleza wananchi wa taifa letu la Kenya kwamba serikali hii inatumia madaraka vibaya. Itawezekanaje wahalifu ambao wanatumia silaha za kuua, wahalifu ambao hawatakikani hata kupewa muda kwenye jamii, wanafanya kazi na serikali? Eti vijana wameenda wamekusanywa, wamepewa maigizo, wamepewa maelekezo, nenda mtwange viongozi wa upinzani, na wanaruhusiwa kufanya huo unyama, na wanafanya kazi pamoja na polisi. Ni kumaanisha kwamba Matiang'i anaeleza wananchi hivi: katika hii serikali ya Mheshimiwa Ruto, polisi wanafanya kazi pamoja na majambazi. Hilo ndilo Matiang'i alikuwa anajaribu kueleza. Namba 3, Matiang'i ameeleza kwamba kipindi cha Uhuru Kenyatta elimu ilikuwa bure. Baada ya Mwai Kibaki kumpea Uhuru Kenyatta kijiti au usukani ambao alikuwa ameunda, elimu ikakawa bora. Lakini imefika kwenye serikali ya Bwana Ruto, hiyo elimu imeharibika, imesambaratika. Hatuna taifa hapa. Na ndio maana Matiang'i ameweza kusema hivi: mkiwaamini muwapee serikali, wataunda elimu iwe ya bure, mzazi hautakuwa unalipa. Mimi sina mengi, nina imani umeweza kuyapata hayo ambayo Matiang'i alikuwa anayaeleza. Mimi kazi yangu ni kukuelezea na kukuchanganulia yale yote ambayo yanazidi kutendeka. Kitu ambacho nakuomba usije ukaondoka bila ya wewe kupiga subscription,
kubonyeza kengele na kulike video. Asanteni sana, ni mtangazaji wako Bwana Ezra.